Mtazamaji wa News Update Media, karibu sana kwenye uchambuzi wa michezo, na siku ya leo hapa mezani nitakuwa naye Oscar Evodius, mchambuzi wa masuala ya soka, ambapo tunakwenda kutizama mchezo wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba Sports Club kutoka Tanzania dhidi ya Al Masry kutokea nchini Misri, ambapo kwenye mchezo wa mzunguko wa kwanza Simba Sports Club walipoteza kwa idadi ya mabao 2-0 pale Suez Canal, wengi wakisema ya kwamba Simba alitengeneza nafasi nyingi lakini alishindwa kubadilisha nafasi hizo kuwa goli. Je, nini sababu ya Simba kushindwa kugeuza nafasi hizo kuwa goli? Simba wanakwama wapi? Ubora wa Al Masry upo wapi? Yote hayo tutakuja kuyazungumza hapa kwenye meza ya uchambuzi na Oscar Evodius. Mimi naitwa Kusaga Ungura. Shukrani za kutosha nyuma kamera kwa Dice TZA. Tayari niko hapa na Oscar Evodius kwa ajili ya kuyazungumza yale ya kimichezo kwenye meza ya uchambuzi siku ya leo. Bana Oscar Evodius, tunatizama Simba dhidi ya Al Masry ambao siku ya kesho wanakutana na Benjamin Mkapa. Cha kwanza tuanze na rekodi za timu hizi mbili. Takwimu zinasemaje kwa timu zote mbili? Bwana, takwimu ziko vizuri sana kwa Al Masry ukitazama, kwa sababu ni moja kati ya timu ambayo mara zote walipokutana na Simba kwenye mechi 3 zilizopita wamefanya vizuri zaidi. Mechi ya kwanza Benjamin Mkapa ilimalizika kwa sare ya bao 2-2, na ni mechi ambayo ilikuwa na mambo mengi sana kuanzia nje ya uwanja, ndani ya uwanja. Moja kati ya mechi ambayo ilikuwa na pressure, ukikumbuka wakati ule Simba walikuwa wanahitaji kurejea zaidi kwenye hii michuano ya kimataifa, uwekezaji ambao walikuwa wameanza kufanya kwa baadhi ya wachezaji kwenye kikosi chao. Kwa ni timu ambayo iliingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na kupata sare ya mabao 2-2 kabla ya kuelekea Misri, na suluhu ikapatikana ya bila kufungana, na Simba wakaondoshwa kwenye michuano kwa sababu Misri walikuwa na faida ya mabao ya ugenini ambayo waliyapata. Mechi ya msimu huu sasa hivi 2024-25 wamekutana kwenye mchezo wa raundi ya kwanza, robo finali. Moja kati ya timu ambayo inaingia kwenye robo finali ya 6 dhidi ya Simba, na tayari wamepata ushindi wa bao 2-0 kwenye uwanja wa nyumbani. Wanakuja Benjamin Mkapa kutafuta nafasi nyingine ya wao kuelekea kwenye hatua inayofuata, ikiwa ni robo finali ya kwao ya 6. Sawa. Bana Oscar Evodius, watu wengi wakitumia mchezo ule uliopita dhidi ya Al Masry kama huwa wanasema kama mfano, sio? Watu wengi wanasema Al Masry wanaweza kufungika Benjamin Mkapa, lakini wanashindwa kutizama pia ubora wa Al Masry kuwa wavumilivu. Binafsi niliona Al Masry ni wavumilivu zaidi wakiwa wanatengeneza shape ya kujilinda. Unachoongea ni kweli, na moja kati ya timu ambazo zimekuwa bora zaidi kwenye eneo hilo. Hata ukiangalia kwenye CAF Confederation Cup takwimu, moja kati ya timu ambayo imetengeneza nafasi nasema labda chache na mabao wamepata mazuri zaidi ambayo yamewasogeza mbele, utaweka wao ukiachana na RS Berkane, USM Alger, Simba ambao wanapewa nafasi kubwa sana kufika kwenye hatua za juu, Zamalek pia. Utahitaji Al Masry kama timu ambayo imeruhusu mabao machache, mabao 4 pekee kwenye group stage, na mpaka sasa hivi robo finali bado hawajaruhusu bao lolote. Kwa wanaendeleza kile ambacho walikianza kwenye hatua ya makundi. Ni timu ambayo iko bora zaidi kwenye eneo hilo, na moja kati ya vitu ambavyo watu labda wafahamu, Simba alienda ugenini akitawala mchezo. Umiliki wa mpira, pasi sahihi, kwenye pasi 505 walizopiga, pasi 420 zilikuwa sahihi. Kwa ni asilimia zaidi ya 80 ambayo Simba walipiga pasi sahihi. Kwa walikuwa vizuri zaidi. Unapoenda kucheza na Al Masry lazima uwe vizuri zaidi kwenye matumizi ya nafasi, kwa sababu ni timu ambayo muundo wao siku zote wao wanajilinda. Wanajilinda. Hata ukifuatilia mechi zote za group stage, mechi labda ambao walijitahidi kushambulia na kupiga pasi nyingi, umiliki wa mpira mkubwa ni dhidi ya Nyimba. Unaweza ukasema ni moja kati ya mechi ambayo labda walikuwa bora zaidi, lakini pia ni mechi ambayo labda walikuwa wanahitaji kusogea kwenye hatua inayofuata ya mtoano. Kwa hiyo ukitazama ni timu ambayo hicho unachozungumza ni kweli kwamba ina uvumilivu mkubwa sana na wana uwezo wa kuishi kwenye pressure kwa muda mrefu kama ilivyokuwa kwenye mechi dhidi ya Simba. Athari yao kwa mpinzani ni pale ambapo wanapata on target, kwa sababu mechi dhidi ya Simba walipata on target 2 na yote yakawa mabao kwenye eneo la Simba, tofauti na Simba ambao walipata on target nyingi lakini hawakufanikiwa kufunga.
Bana, safi, na tumewatizama kwa uzuri Al Masry. Turudi kwa upande wa Simba. Mchezo uliopita Simba tumesema tayari kwamba kutumia nafasi ilikuwa changamoto kwao, lakini yote hayo yanapaswa kufanyiwa kazi kuelekea kwenye mchezo wa siku ya hapo kesho. Tukianza na Simba, wapi wanapaswa waanze kuboresha ama kufanyia kazi ili kwenye mchezo wa siku ya hapo kesho mambo yawe tofauti ama yawe chanya kama wengi ambavyo wanatarajia? Mimi binafsi sijawahi kuwa na shaka yoyote dhidi ya Simba kwenye mechi za ugenini. Yaani ukitazama mechi za ugenini, robo finali zote walizotolewa huko nyuma, wamekuwa na mechi bora zaidi kwenye viwanja vya ugenini tofauti na nyumbani. Moja kati ya tofauti, nakumbuka mechi dhidi ya Orlando. Mechi dhidi ya Orlando. Tofauti mechi ambayo Simba ilikuwa tofauti kwao, labda mechi ya Kaizer ambayo walipoteza bao 4-0. Japokuwa pia dakika za mwanzoni walianza kwenye range ambayo ni nzuri zaidi, kuanzia umiliki wa mpira, namna ambavyo walikuwa wanafanya clearance. Mechi ambayo walipoteza bao 4, wakaja Benjamin Mkapa kupata ushindi wa bao 3-0. Kwa Simba hiyo ni mechi pekee ambayo naweza nikasema kwa misimu ya hivi karibuni wamecheza vibaya zaidi kwenye uwanja wa ugenini, kwenye hizi hatua za mtoano. Ukienda mechi dhidi ya Ahly, ukitazama mechi dhidi ya Orlando umeitaja hapo, tazama mechi dhidi ya Wydad umeitaja hapo. Hizo ni mechi zote ambazo Simba walikuwa na uwezo wa kufuzu kama wangecheza walivyocheza kwenye uwanja wa ugenini wakiwa Benjamin Mkapa. Kwa Simba shida kubwa ambayo ipo kwao na imeonekana pia kwenye baadhi ya mechi ambazo zimepita huko nyuma, hata wachezaji hawakuwepo, ni matumizi ya nafasi kwenye eneo la mwisho. Mechi ya Wydad Benjamin Mkapa, Simba alikuwa na wastani wa kushinda hata goli 3 mpaka 4. Mechi ya Orlando Simba alikuwa na wastani wa kushinda hata goli 3 mpaka 4. Kwa ni mechi zote ambazo Simba hawakuwa bora zaidi. Kwenye hii mechi dhidi ya Al Masry wanahitaji kuwa bora zaidi kwenye eneo la mwisho. Mchezo uliopita unamtaja Shomari Kapombe ambaye ametengeneza chance 3. Unamtaja Elim Panzu ambaye ametengeneza nafasi 2. Unamtaja Kibu Dennis ambaye ametengeneza nafasi 1. Elim Panzu alitengeneza nafasi 3. Unamtaja Jean Charles Ahoua ambaye ametengeneza nafasi zaidi ya 1. Unamtaja Yusuf Kagoma aliyetengeneza nafasi 1. Unamtaja Abdulrazak Hamza aliyetengeneza nafasi 1. Kwa ni wachezaji ambao walikuwa kwenye contribution nzuri zaidi pale wakati timu inashambulia na kufika kwenye nusu ya timu pinzani. Simba walimiliki mpira, Simba walipiga pasi nyingi sahihi, Simba walikaa maeneo sahihi kwa muda mwingi zaidi na kuondoa mipira ya juu, kucheza ile mipira ya pili ambayo inadondoka, na Al Masry hawakuwa na mechi nzuri zaidi mbele ya Simba. Tofauti ni matumizi ya nafasi waliokuwa nayo. Simba walipiga mashuti 18, on target 7. Na ukiangalia kwa Mohamed Gabi alifanya save zote 7. Kwa ni moja kati ya magolikipa ambao walikuwa kwenye top performance, na inawezekana ni moja kati ya watu ambao walichangia Simba isiondoke na ushindi kwenye mchezo huo, Mohamed Gabi. Kwa Simba binafsi naona eneo la mwisho wao wanahitaji kuwa makini zaidi kwenye matumizi ya nafasi. Tofauti na maeneo mengine, eneo la nyuma walicheza vizuri. Magoli ambayo yalifanyika ni ubora wa timu pinzani, namna ambavyo wameng'amua yale maswali ambayo kina Abdulrazak Hamza, Mohamed Hussein, Shomari Kapombe walikuwa wanajaribu kuwauliza. Lakini kwa Simba ni mechi ambayo ilikuwa bora zaidi. Tofauti kwao ni matumizi ya nafasi ambayo hayakwenda vile ambavyo yalikuwa yanahitajika ndani ya uwanja. Sasa bana, ukilizungumza eneo la matumizi ya nafasi, moja kwa moja unakuwa na wagusa washambuliaji. Watu wengi wana maswali. Leonel Ateba, Steven Dese Mukwala, Benjamin Mkapa. Mimi naenda na yoyote yule. Ni wachezaji ambao kwenye eneo la mwisho wamempa Fadru kitu bora zaidi kwenye ligi kuu. Hata kwenye michuano ya kimataifa pia ni wachezaji ambao wamekuwa wakipata nafasi na mwalimu wanampa kitu kingine cha tofauti zaidi. Kwa Leonel Ateba ni mtu ambaye ana uwezo wa kuhold mpira akiwa na washambuliaji akiwa na walinzi wawili na akawapa tabu, namna gani ambavyo anaweza akatengeneza mazingira mazuri ya wachezaji wa pembeni au nyuma yake, kwa maana ya Jean Charles Ahoua wawe huru kupokea ile mipira ambayo inadondoka mirefu na wakatengeneza kwenye maeneo mengine. Tofauti ambayo ipo kwake ni uharaka. Ni moja kati ya wachezaji ambao kwenye eneo la uharaka, lakini pia kuna muda ambao anakosa utulivu. Inawezekana ikawa ni nafasi inamfanya kuwe na kelele nyingi sana, lakini pia chance nyingi ambazo anapata inampa wakati mgumu zaidi kuzitumia. Ni moja kati ya wachezaji ambao wanapenda zaidi kutengeneza kuliko kusimama kwenye eneo la mwisho na wao wafunge mipira mingi ambayo inadondoka kwenye eneo lake, na ndio maana mara nyingi ana hold mpira na kutengeneza nafasi kwa wachezaji wengine. Ukiangalia kwa Steve Mukwala ni mchezaji ambaye atulie eneo moja, utamkuta kulia, utamkuta kushoto. Kwa kwenye movement hapo utampata kitu ambacho Leonel Ateba hawezi kukifanya, na ndio maana pia
kumekuwa na urahisi zaidi. Ukimuona Mkwala uwanjani, timu inakuwa imechangamka zaidi kwenye eneo la mwisho. Jean Charles Ahoua, Elie Mpanzu, Kibu Denis, wote wanaonekana kukimbia na timu inakuwa iko busy zaidi kwenye eneo la mwisho. Ukiwa na Steve Mkwala, inawezekana walinzi wa timu pinzani wakapata nafasi ya kusogea juu zaidi. Lakini pia inawezekana ukiwa na Lionel Ateba, walinzi wa timu pinzani wasipate nafasi ya kusogea juu zaidi. Hicho ni kitu ambacho utakipata kwa utofauti zaidi na uchache kwa hao watu wawili. Simba wabane maeneo ya pembeni, ukimwangalia Ahmed Eid, lakini pia ukiangalia kwa upande wa Mahfouz, mmoja kati ya wachezaji ambao walitumika kama wings back kwenye hiyo michezo. Ukimwangalia pia Abdelrahim Begum, mmoja kati ya wachezaji ambao walipasua Simba hasa kipindi cha kwanza zaidi, mpira ambao aliupata akashot akiwa mbali zaidi, lakini pia uwezo wake namna ambavyo alikuwa anaweza kucheza nyuma ya Kagoma, nyuma ya Ngoma. Hayo ni maeneo ambayo Simba inabidi wawe makini zaidi kuangalia namba 10 wa Al-Masry, lakini pia watu wa pembeni ambao walikuwa na uwezo mzuri wa kucheza kwenye space ambayo Kibu Denis, Elie Mpanzu, Mohamed Hussein na Shomari Kapombe wanaiacha baina yao. Kwa ni mechi ambayo Simba naona wanaweza kaenda kufanya vizuri zaidi kama wakitumia nafasi. Unaona Simba wanaweza wakafanya vizuri zaidi kama wakitumia nafasi? Kwa uchache, walau kwa sekunde moja. Nani mnyama anapata kuanzia goli 3? Zipo? Sio goli 3 tu. Inawezekana ikawa zaidi ya goli 3. Kama matumizi ya nafasi yatakuwa vizuri. Mimi sina shaka na vile ambavyo walicheza ugenini, sina shaka na mechi nyingine zilizopita. Kwa wana uwezo wa kufanya kitu cha tofauti. Yaani sio goli 3 tu. Inawezekana hata akapata magoli 4-1, inawezekana wakapata 3 bila na wakasonga mbele kwenye hatua inayofuata. Mimi na imani Simba wanasogea kwenye hatua inayofuata ukiachana idadi ya magoli. Zaidi ya kilomita 1130 kutoka hapa jijini Mwanza mpaka Dar es Salaam, ambapo utafanyika mchezo wa raundi ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika, Simba dhidi ya Al-Masry. Benjamin Mkapa itaitika kwa kiasi chake. Ukitizama vizuri nyuma yangu ni Bismarck Rock, jiwe maarufu zaidi hapa jijini Mwanza. Kutoka hapa katika headquarters za News Update Media, hatuko juu ya maji, tuko nyuma ya ziwa Victoria. Mimi ni Kusaga Ungura, mwenzangu hapa alikuwa ni Oscar Evorius. Bana, tumezungumza mengi ya kimichezo. Mengi sana ya kimichezo. Ndio. Bana, shukrani sana, hadi wakati mwingine. Nyuma ya kamera alikuwa ni Dice TZA.